Sisi kama taasisi ya usuluhishi na taarifa za kodi tutakuwa ni sehemu ya muhimu sana au ya msingi sana kwenye dira ya 2050. Dira ya 2050 ili iweze kufikiwa, mazingira ya biashara na uwekezaji lazima yaboreke. Tunaangalia uchumi wa nchi hii kukua angalau kwa wastani si chini ya 10% ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tunaangalia ya dola trilioni 1. Sasa ukuaji huo lazima mazingira ya biashara, lazima mazingira ya uwekezaji yawe mazuri, na sisi kama taasisi ya kushughulikia malalamiko ya kodi tutakuwa kama mafuta ya kuhakikisha kwamba pale panapotokea msuguano tunaweza tukatatua kwa wakati na kuboresha hayo mazingira ili watu wafanye biashara zao wakue. Mtu ambaye ana biashara ambayo ni ndogo kue iwe mara 2, iwe mara 3, iwe mara 4, wakati bila uoga na kuweza kulipa kodi yake kwa usahihi bila sababu ya kutumia nguvu nyingi sana kwa muhusika. Kwa miaka hii 2.5 tumeshashughulikia malalamiko takriban 593, na kama unavyofahamu kwamba ni taasisi mpya, bado kuna watu wengi hawajaitambua. Tunafikiri kwamba kwa elimu ya namna hii wananchi wengi zaidi watakuwa huru na watakuwa huru kuweza kuleta malalamiko kwetu. Kwa mwaka uliopita tu tumekuwa na malalamiko 347 ambayo tumeyashughulikia na kuyamaliza vizuri. Kwa kweli tuwakaribisha wananchi kwenye mabanda yote, lakini hususan banda letu la kushughulikia malalamiko na taarifa za kodi ili waweze kupata elimu ya kodi, lakini pia wajue pia utaratibu wa kufika kwetu. Tunapokea malalamiko kwa njia mbalimbali. Mtu anaweza kuja, anaweza kupiga simu za bure kabisa. Kuna mtandao maalum ambao upo ambao anaweza kuweka hata kama yuko mbali na hapa, yuko Songea, yuko Kigoma, yuko Mwanza, sehemu yote ya nchi hii anaweza akafika na kufikisha malalamiko lake kwenye mtandao maalum. Lakini pia tuna application inaitwa Suluhu ya Kodi app, na ambayo mtu pia anaweza kuingia akaidownload kwenye simu yake kwa zile wenye simu janja akaweka malalamiko yake. Lakini vile vile sasa hivi tuko kwenye nania mwisho kabisa ya kutengeneza. Tumeshatengeneza mfumo ambao wale ambao wana simu ambazo sio janja wanaweza pia wakafikisha malalamiko yake, kwa utaalamu wanaita ni USSD. Kwa hiyo hivi karibuni tutaweka wazi wale ambao wana simu ambazo sio simu janja, anafanya biashara yake, ana malalamiko, anaweza pia kuifikisha. Kwa hiyo tumejipanga kwa kweli kwa ajili ya kuwasikiliza wananchi na kutatua changamoto zao wanazokutana nazo kwa upande wa ulipaji kodi.